Tulishiria kitu kwamba tutaitaja kwa uchache Badri, kwa sababu leo ni siku ya mwezi 17 ambayo ndio siku kama ya leo vita ya Badri ilipatikana. Sasa Badri inaitwa Ghazwatu Badri na pia inaitwa Ghazwatu Badri al-Kubra, pia inaitwa Badrul Qital. Na katika Qur'ani imetajwa pia kwa jina la Yaumul Furqan. Na kila moja katika majina hayo yana sababu yake, lakini kwa ikhtisar tuzingatie kwamba hiyo ndio vita inaitwa vita ya Badri. Ni vita ambayo ilituka katika tarehe 17 ya mwezi wa Ramadhani fil aami thani min alhijra, katika mwaka wa pili tangu kuhama Mtume, almuwafiqu bi 13 Mas, mwaka 624, mwaka 624. Ilikuwa Machi, mwezi wa 3 tarehe 13, mwezi wa 3 tarehe 13 mwaka 624. Vita hiyo ilikuwa ni baina almuslimina biqiyadati rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kabilati Quraish, kati ya Waislamu ambao kiongozi wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kabila la Quraishi, pamoja na wale waliokuwa wamefunga nao mkataba wa kunusuriana katika Waarabu mbalimbali, biqiyadati Amr ibn Hisham, naye ndo alikuwa jenerali wa jeshi kwa upande ule. Basi inahesabika kwamba vita hii kiukweli ndio vita ya mwanzo, na kweli ilikuwa ni vita ya mwanzo, sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko Maka alikuwa akiamrishwa subra, kuvumilia, kusubiri. Kwa hiyo hakukuwa na ruhusa ya kupigana, mpaka pia mwisho yote akaamrishwa kuhama. Kisha baadaye ndio ilikuja aya za kuruhusu sasa kupigana. Kwa hiyo hii ilikuwa vita ya kwanza, sawa na imeitwa vita ya Badri kwa jina hilo la Badri kwa sababu vita vingi vimetajwa kwa majina ya maeneo ambayo vita hivyo vimepiganwa. Ndio maana ukisikia sulhu ya Hudaibia ni kwa sababu watu walikutana eneo linaitwa Hudaibia, wakafanya mazungumzo hapo, yakapatikana yaliyopatikana, yakashindikana yaliyoshindikana, lakini hapo basi ikawa inaitwa ni sulhu ya Hudaibia, vita ya Hudaibia. Lakini kuna vingine inaitwa vita ya Yarmouk, vingine inaitwa vita ya wapi, kila mahala panaitwa vita, inaitwa kwa jina la mahali hapo. Sasa Badri ni mintakati, ni mahala maalumu, mtaa maalumu, sawa ambao unaitwa mintakati Badri, kwa maana ya kwamba eneo lile linaitwa Badri. Na Badri yenyewe hali sasa ni kisima ambacho kipo katika eneo hilo, nacho kiko katika eneo kati ya Maka na Madina. Kati ya Maka na Madina kuna sehemu hiyo ndio inaitwa Badri. Badaatil ma'arakatu bimuhawalati almuslimina i'tirad. Waislamu walipokuwa sasa wamekwenda kule kwa ajili ya kwenda kupambana na kuzuia msafara wa Makuraishi unaotoka Sham kwenda Maka, na ile ilikuwa lengo lao ni watakapouzuia ule msafara, maana yake wamewasababisha wale Makuraishi kukosa nguvu ya kiuchumi. Na ni miongoni mwa mbinu hiyo ya kivita lazima umdhoofishe mwenzako kidogo kiuchumi, na wewe ndio mambo yanakwenda vizuri. Na mbinu hizi ndio wanazitumia hata watu wa siku hizi katika mambo ya kivita. Utasikia nchi fulani imeipigia marufuku nchi fulani kuja kuuza bidhaa zake, hapo tayari nchi fulani, hata kama itakuwa wanapigana nchi hii na hiyo, Umoja wa Mataifa umejaribu kusunisha, imeshindwa, anaambiwa tumeiwekea vikwazo vya kiuchumi nchi fulani, hakuna kuuza wala kununua. Hivyo kwa hiyo wale jamaa wangewazuia pale, manake wangechukua kile walichokuwa nacho, wakienda kule tayari wamenyongeka, na hawa nao wamepata nguvu, maana kuna chochote kitu wamekikamata. Lakini katika hali kama ile, Abu Sufyan ambaye alikuwa ndio kiongozi wa msafara ule,
tamakkana min alfirari bilqafila, alifanikiwa kukimbia na ule msafara na mizigo yake yote. Abu Sufyan akawa amekimbia, na pamoja na kukimbia sasa ndo akapeleka taarifa kwa kwamba bana tulivamiwa, lakini alhamdulillah mimi nashukuru nimetoroka na mzigo pia nimefanikiwa, pengine labda kadha. Lakini yote kwa yote wakatoka watu kule sasa waje kwa ajili ya nini? Ya kuhami, kwa sababu kuna bidhaa mbali, lakini vile vile pia kuna watu. Kwa hiyo wakatoka watu kule Makuraishi na wenzao kuja sasa kuanza kuvamia, wapambane na Waislamu ambao waliona kwa sababu hawa wanatoka kwenye biashara, hawana silaha zozote, hawana kitu chochote. Kwa hiyo Waislamu wakawa wameenda, lakini hawakwenda kimadhubuti kwa ajili ya vita. Walijua wale tunaenda tu tunawadhibiti mara moja. Sasa hapo kabla hawajarudi majumbani ndio wamekuja nao Makuraishi, na wao wamekuja kivita. Ndio watu kasema hii vita ambayo Mwenyezi Mungu ndio anayefanya lakini ukiangalia kiuhalisia ilikuwa Uislamu ni wao ndio walikuwa wadhurike, kwa sababu nyinyi mmekwenda watu 300, tena mmeenda hivyo mlivyoenda wenyewe mnajijua, lakini wale wanakuja kwamba huko watu wamevamiwa. Mtu atoka na fimbo, anaiona ndogo, anairudisha, anaenda kuchukua nyingine. Mwingine atoka na upanga, anaona mbona ni mmoja, anatoka anachukua na mingine miwili. Basi ala kweli hali wakafika wale na watu wakaanza kupambana kwa kiasi walivyoweza kupambana. Watu 300 na watu 1000 na kitu. Ikawa kana kwamba wale Waislamu wanatakiwa hesabu yao iingie mara 3 kwa wale Makuraishi. Lakini watu wakapambana, na mwisho wa yote ikawa wamebahatika Waislamu kushinda. Vita vilimalizika kwa kushinda Waislamu juu ya wakafiri, na sio kushinda tu, pia waliuliwa. Sababu kushinda kuna namna mbili, kuna kushinda uliyemshinda akakimbia, na kuna kushinda uliyemshinda umemuua. Sawa Kwa hiyo ushindi huu ulikuwa ni ushindi mkubwa, kwa sababu ndani yake kulikuwa na kuuliwa. Aliuliwa kiongozi wao Amr ibn Hisham na wengine wengi waliotajwa na ilikuwa hesabu ya waliouliwa ni takriban watu 70, na wakatekwa pia watu 70 katika Makuraishi. Ama upande wa Waislamu katika vita hii ya Badri, Waislamu waliuliwa watu 14 peke yao. 6 walikuwa Muhajirin na 8 walikuwa ni katika wale wenyeji Ansar. Lakini katika vita hii ya Badri kuna mambo ya kujifunza humo ambayo yaliwapatikania Waislamu, mambo makubwa, mambo ambayo yalikuja kama vile kusema pia miongoni mwa inaitwa Yaumul Furqan. Ni kwamba kweli ni Furqan, ilipatikana Furqan, pambanuzi. Unaweza ukawa ujui nani ana nguvu kuliko nani ana haki kuliko nani yuko sawa kwa madai yake kuliko nani. Lakini kwa kupatikana Badri ni ikajulikana kwamba nani yuko kwenye haki, nani yuko pamoja na Mungu, nani ana msaada wa kikweli na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa hayo ikawa kwanza wale Waislamu walipambaukiwa kuwa ni muhabin fil madinati wa majawaraha. Walianza kuogopa Waislamu kuanzia siku ile, kuogopa na wale watu wa Madina, miongoni mwa wale makabila ya Mayahudi, kina Bani Quraidha, kina Bani wale wote sasa wakawa Bani Nadhir na wengineo wakawa wanawaogopa. Na ndio maana alikuwa akifanya mtu jambo alieleweki, Mtume anasema kuanzia leo nyinyi mnatoka hapa, na wanatoka kweli. Fanya hivyo bana, hawa tuwafukuze, wanafukuzwa. Haikuwa mara ya kwanza Mtume kaja tuna maswahaba wake awaone Bani Nadhir wamefanya jambo awafukuze, alafu kulikuwa wakubali. Lakini baada ya kupatikana siku ile ya Badri, ikawa Waislamu sasa wamepata power, wanaogopwa. Lakini pia ikapambaukiwa dola ya Waislamu, ikawa imeingia na kisura nyingine, maana imeingiwa kuwa na mapato, ikawa ina mtaji, ina kijisehemu ambacho sasa inaingiza.
inaingiza kwenye mapato yake. Mapato yake yanapatikanaje? Wa huwa ghanaimul maariki, ikawa ni zile ghanima za vita. Wakienda sehemu wakipigana, wakipata ghanima, tayari baitul mali ya Uislamu imeingiza kitu fulani. Kwa ikawa sasa dola ya Kiislamu imeanza kupata mambo mengine, na kwa ajili hiyo basi ikawa hali za Waislamu zinaanza kubadilika siku hadi siku, kiuchumi, kimandhari, kiutawala, kila jambo, na pia wanaanza kuwa na uhuru kama vile walivyokuwa na uhuru. Ndio maana hata pale ambapo wanafiki waliwahi kuzungumza maneno ya ovyo, umeona kwa sababu Waislamu washakuwa wanaogopeka, kwa sababu Waislamu washakuwa wanajulikana wanaweza kufanya lolote, wakija wakiulizwa mbona tumesikia mwasema hivi, mbona wasema walikuwa tunafanya mzaa tu. Hawamwambia tumesema kweli, wasemaje? Hakuna aliyethubutu bali anasema sisi tulikuwa tutania, sisi tuna hivi. Kwa hiyo hii ni miongoni mwa faida ambazo zimepatikana kutokana na nini? Vita ya Badri. Kwa hiyo kila jambo katika Uislamu linakuwa lina shari yake ndani yake, lakini na kheri inakuwa inakuja umo. Na mara nyingi kheri inakuwa kubwa kuliko shari. Shari tumepoteza watu 14 Waislamu, lakini kheri imekuja, tumepata utukufu mkubwa kabisa katika Uislamu, na mpaka leo hii Uislamu umekuwa unaogopewa. Na hata hivi leo kiukweli tu ni kwamba Uislamu unaogopewa kuliko kabila nyingine, dini nyingine. Uislamu unaogopwa na hata dini nyingine, na ili kuonyesha kuogopa sasa ndio wamefikia mahala watu wanaingiza mawazo mengine, Waislamu wachawi, Waislamu wanafuga majini, Waislamu yote ile ni kuonyesha tu kwamba wanaogopa Waislamu. Kwa sisi wenyewe Waislamu tu ndio saingine tunajilevya, hatuoni kwamba sisi tuna heshima, sisi watu wana hofu na sisi watu. Kwa hiyo tukae katika nguvu yetu ile. Wala tahinu wa antumul alauna. Mwenyezi Mungu asema msinyongeke, nyinyi mko juu. Lakini basi huu ni uchache tu, muhtasari mfupi kuhusiana na vita ya Badri. Kwa kuwa leo ilikuwa ni siku ya Badri, tukaona tutabaruku kwa kuizungumza japo kwa muhtasari kama huu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.